Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo yetu mazuri ya makesha kwa ajili ya vijana wetu nasi pia. Na leo ikiwa ni Februari 5 ya mwaka 2026. Na tutakuwa na somo zuri ambalo lina kichwa cha somo kisemacho sheria na hukumu. Limejengwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na sura ya 21. Fungu lake kuu linatoka kitabu cha Kutoka sura ya 21, fungu la kwanza mpaka fungu la 3. Kabla ya kuendelea basi tuombe. Asante Bwana kwa sheria zako za upendo kwa watu. Kuna watu wengi wanaoumizwa, nasi tunaomba ulete uponyaji na tumaini kwao. Utusaidie tuwe msaada wa kufanya maisha yao kuwa mazuri kwa kuepukana na ubinafsi na magomvi. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mungu alipomaliza kunena amri 10, watu waliona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima ukitoka moshi. Watu wakatetemeka na kusimama mbali, wakamwambia Musa, sema nasi wewe, nasi tutasikia na kutenda, bali Mungu asiseme nasi tusije tukafa. Musa akawaambia watu wasiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu na utisho wake uwe mbele yenu, ili kwamba msifanye dhambi. Watu wakasimama mbali. Musa akakaribia lile giza. Mungu alipokuwa na Bwana akamwambia Musa awaambie wana wa Israeli kwamba wameona akinena nao mwenyewe toka mbinguni, kwa hiyo wasifanye miungu ya fedha wala dhahabu, ambayo kwa kifupi ni kumwabudu shetani na mapepo. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 fungu la 16 na 17, na Wakorinto wa kwanza sura ya 10 fungu la 20. Akamwambia Musa afanye madhabahu ya udongo na kutoa dhabihu zake juu yake, sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani, kondoo na mbuzi, kila mahali atakapotia ukumbusho wa jina lake. Akaambiwa kujenga madhabahu ya mawe yasiyochongwa, kisha apandapo madhabahu asipande kwa ngazi, ili mapaja yake na sehemu za siri ambazo Biblia inaziita ni uchi wa mwanadamu usidhihirike juu yake. Kutoka sura ya 20 fungu la 26. Kutoka sura ya 28 fungu la 42. Fungu hili linatuonesha nasi leo jinsi ya kuvaa mbele za Bwana, nini cha kufunika na nini cha kuacha wazi. Uso ni wa kuacha wazi, mapaja ni ya kufunika. Angalia sehemu zote husika. Mungu akatoa maelekezo ya mahusiano ya kuishi. Sheria hizi tunaweza kusema ni kama taa za kuongoza magari barabarani ili yasipate ajali au shida. Taa hizi tunazijua kama taa za trafiki, yani traffic lights. Tutaangalia mifano michache. Mtu aliyenunua utumwa wa Kiebrania atatumikiwa na mtumwa huyo kwa miaka 6, ila mwaka wa 7 mtumwa huyo aachiwe huru kwenda, ili kama alipata watoto na familia akiwa huko, basi wale wana watakuwa na yule bwana. Ila yule mtumwa akisema anampenda mke na watoto wake, basi atakuwa bado chini ya huyu bwana. Ndipo atakapomtolea huyu mtumwa malangoni na kuapishana naye kwa kutoboa sikio lake, ili amtumikie siku zote. Mungu akaendelea kutoa sheria za kuishi pamoja, kama kuishi na mjakazi na atakavyofanywa pale alipo kwa haki. Akazungumzia mtu anayemuua mtu kwa kumvizia auawe, au yeye ampigaye baba au mama yake auawe. Naye amwibaye mtu na kumuuza akipatikana atauawa. Na endapo mtu atampiga mtu mpaka akawa hoi kitandani, ila baadaye akainuka akitembelea fimbo, basi atalipa fidia. Akamwambia Musa, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, kuteketeza kwa kuteketeza, jeraha kwa jeraha, na mchubuko kwa mchubuko. Hata ng'ombe wa mtu akimpiga mtu pembe na mtu huyo akafa, ng'ombe huyo atauawa kwa kupigwa mawe na nyama yake isiliwe, ila mwenye ng'ombe ataachiliwa. Ila kama ng'ombe alizoea kupiga watu na mwenye ng'ombe asimzuie, na mwishowe akaua watu, basi naye atauawa. Maelekezo ya kuposa msichana yalitolewa pia,
na yale ya kumtendea na jinsi ya waume wanavyopaswa kuhusiana na wanawake. Naye achimbaye shimo asilifunike, na mnyama akatumbukia atalipa huyo mnyama. Naye aibaye mnyama wa mtu atalipa fidia mara 5. Naye mwizi akikutwa naiba akapigwa na kufa, hatia itakuwa juu yake mwenyewe. Nao wenye mifugo waangalie mifugo yao isilishe kwenye mashamba ya watu. Mtu akiwasha moto na ukaharibu vitu vya mtu atalipia. Na mtu akimpa mtu amtunziaye kitu na kikaibiwa atalipa, na kama si yeye amechukua watamuuliza Bwana na hatua itachukuliwa. Na mtu akiazima mnyama wa mtu na akafa, basi atalipa. Mtu asikae na mwanamke bila kuzungumza rasmi na wahusika na kutoa mahari. Mchawi atauawa, kwani hapaswi kuishi. Binadamu yeyote asilale na mnyama. Yeyote atakayetoa dhabihu kwa miungu mingine anapaswa kuangamizwa. Mgeni asionewe, kwani na wao walikuwa wageni katika nchi ya Misri. Umkopeshapo mtu maskini, usikae ukimdai saa zote au kumtoza faida. Usimtukane Mungu na wala usimlaani mkuu wa watu wako. Mwanamume asivae nguo zinazofanya aonekane kama mwanamke, na mwanamke asivae ili aonekane kama mwanamume, kwani ni machukizo kwa Mungu. Kwa vile wapagani walifanya vile kwa madhumuni mabaya, na pia walitaka kuondoa tofauti za mume na mke. Jambo hili katika miji mingine mikubwa kama New York, Marekani, linazidi kuongezeka. Kwa vile sisi tunaishi maili chache tu kufika mji huu wa New York, tunakutana na maelfu ya wanaume wakiwa wamevaa nguo za wanawake na wanawake wamevaa nguo za wanaume. Mazoea haya pia yametokana na idadi kubwa ya ndoa za jinsia moja. Hili limezidi kuonekana kuliko kawaida, wakati ambapo serikali ya nchi ya Marekani ilihalalisha ushoga mwaka 2015. Na hivyo watu hufanya harusi za namna hii hadharani sasa, na wanaume huvaa vazi la harusi la wanawake na kadhalika. Haya ni machukizo kwa Mungu. Mazao yako ya kwanza na mzaliwa wako wa kwanza wa kiume ni vya Bwana. Usivumishe habari za uongo na kuwa dhalimu au kupotosha hukumu kwa kula rushwa. Utalima miaka 6 na wa 7 utaacha nchi pumzike na kutulia, na maskini watakula toka humo. Tazama, mimi naweka malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale alipokutengenezea Bwana. Jitunzeni mbele yake na muisikize sauti yake. Wakapewa wosia ili Bwana awashughulikie adui zao na kuwafikisha Kanaani. Bwana atawarithisha nchi pole pole, kwa vile kuna wanyama wakali, na hivyo wasiwe wachache na kisha kukabiliwa na wanyama hawa. Wakakumbushwa wasisujudie miungu mingine na kuitumikia. Naye Bwana atabariki chakula na maji yao na kuondoa magonjwa kati yao. Kisha wakaambiwa ile nchi na mipaka watakayopewa na kuonywa, na humo wasifanye maagano na wenyeji pamoja na miungu yao, na wala wasikae katika nchi yao, wasije wakawafanya kumtendea Mungu dhambi. Kote hadharani na katika ibada binafsi, ni wajibu wetu kupiga magoti mbele za Mungu tunapoyaleta maombi yetu kwake. Yesu mfano wetu alipiga magoti na kuomba kwa ajili ya wanafunzi wake. Imeandikwa kwao wao pia walipiga magoti na kuomba. Paulo alitangaza, ninampigia Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo magoti. Katika kuungama mbele za Mungu dhambi za Israeli, Ezra alipiga magoti. Danieli alipiga magoti mara 3 kwa siku, akasali na kushukuru mbele za Mungu wake. Leo pia nitakuacha na maswali. Kwa nini watu walitetemeka waliposikia ngurumo? Jadili mifano 6 ya sheria za mahusiano za Waisraeli. Mungu alisema nini kuhusu wanawake kuvaa nguo za wanaume na wanaume kuvaa nguo za wanawake? Nguo gani ni za adabu? Mungu alisema nini kuhusu ushoga? Andika sheria za ngono au mwanamke na mwanaume kuishi pamoja kama wanandoa. Kwa nini Bwana asingerithisha Israeli nchi polepole? Kwa nini Bwana angewarithisha Israeli nchi polepole? Sheria gani zetu leo zinafanana na sheria za Waisraeli? Wanaume na wanawake katika Biblia walivaa kanzu, ila za rangi na mishono tofauti, na ndani walivaa mavazi mengine. Fanya utafiti wa mavazi ya nidhamu ya wanaume na wanawake kwenye Biblia. Je, suti ya wanaume ni vazi la Biblia? Kama sio, kwa nini inavaliwa leo?
Je, vitenge ni vazi la Biblia kwa wanawake? Kama sio, kwa nini tunavaa vitenge leo? Mungu akubariki sana. Niliyekuwa nikikusomea masimulizi haya ni Barnabas Samuel Mlumbulila, naye aliandaa masomo haya ni Madam Grace Momadi. Hadi wakati mwingine, nikutakie usikilizaji mwema. Mungu akubariki sana.